Watu wakijitokeza, sababu kuu nilikuwa nimesema kwamba lazima polisi waelezwe, ni polisi kuhakikisha kwamba hakuna wale wengine ambao watakuja kuharibu ule maandamano. Kama ni nyinyi ambao mmesema kwamba tutaweza kuandamana against jambo fulani, mkiweza kujitokeza, tumekuwa na hali ambapo the moment tuko na wananchi wamejitokeza katika maandamano, the first enemy, adui ya kwanza inakuwa tu ni polisi. Na ukiuliza wale waandamanaji leo wakitokezea, wanajua ama wanaamini kwamba wale ambao wataenda watamenyana na wao ni polisi. Hiyo ndio imekuwa katika hali yetu. But anasema mara mingi wale raia ambao tunaona hapa, ile ambacho labda wako nao ni ile mawe ambayo wametoka kwa barabara. Hawana bunduki, hawana panga, hawana silaha yoyote ambayo inaweza adhiri wa Kenya. Kwa kusema ukweli, jambo la pili, tumeweza kuona Wakenya wengi wakisema kwamba maduka zetu zimeweza kuibiwa ama madhara fulani imeletwa kwa biashara zao. Hiyo ni mambo na polisi. Wao ndio wanafaa kuhakikisha kwamba wanakuwa trained, wanatofautisha kati ya wale waandamanaji wa ukweli na wale wanaharamu ambao wanakuja kuiharibu ile program. Kwa mtazamo wako ni kwamba polisi ni kwamba wanafeli kwa upande mwingine? Wanafeli ukweli, kwa sababu wao ndio wanafaa kudumisha amani ya waandamanaji na amani ya wale ambao hawaandamani. Sawa sawa, komea hapo. Nataka nije kwake Bwana Elijah. Ulipokuwa unakuja katika station yetu, nadhani nipatie tu taswira ambayo umeiona huko nje. Manake mimi upande wangu nilipokuwa naelekea hapa niliona kwamba usalama umeimarishwa, katika barabara nyingine unakuta zimefungwa, mnaelekezwa huku. Kwa mtazamo wako, unadhani polisi katika kile wanachokifanya ni jambo ambalo linasaidia katika kulinda amani ya muandamanaji siku ya leo, ama pengine kuna kitu chochote ambacho hakifanywi vizuri ambacho pengine huenda kikasababisha hali kuwa mbaya zaidi? Asante kwa mwaliko huu. Ningependa mwanzo kusema kutokana na mtazamo wangu wa haki za binadamu, ni kwamba leo hii ilikuwa siku ambayo Wakenya walipaswa kufanya makumbusho kwa wale ambao walipoteza maisha yao, mali yao, wakapata